Baraka alikuwa ni mtu mpole, alikuwa anaga magomvi na mtu, alikuwa ongeagi na mtu yote. Sijana sasa kama nimefika kazi pale kijiweni akashuka nyumbani kwake. Mpaka kufikia sasa ndio taarifa kwamba amefariki. Alikuwa ni mama wa namna gani? Alikuwa mama mpole, asiongea na mtu, nifanya biashara wa kitimoto. Alikuwa anaga magomvi na mtu yote hapa kijiweni. Ndoka vizuri kabisa saa 4 kamili ndoka pale kazini kwa mzima wa afya. Kabla mtoto wangu ametangulia na dada yake. Basi akaondoka kwenda nyumbani. Akaondoka sasa mpango umefunga gari naenda kufunga. Basi akaondoka kwa. Ila hata siku moja. Tulikuwa tunakaa naye. Alikuwa anakaa na mdogo wangu kabisa. Kwa tena nafungua tu kijana wangu akaja mtoto wa dada yangu. Ananiambia mama, umepata taarifa gani? Naambia mimi sipata taarifa yoyote kuhusu nini. Basi nikatoka nje. Naambia ngoja nitarudi. Haweza kuniambia. Basi nimetoka nje. Nikahofu. Nikamwambia kuniambia nini shida. Naambia Mabaraka. Mabaraka amefanya nini? Naambia mtu wa Mabaraka umekutoka nini? Kwanza kwa kifupi mimi majina yangu naitwa Gadili Mrema, ndio diwani wa kata ya Ngao. Leo asubuhi saa 1:12 nimepata simu kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huu, ndugu yetu Mary Msali, akanijulisha kuna tatizo la mwananchi amekufa kwenye mahindi hapa eneo la Kwaili Tilima. Kwa hiyo mimi nimefika nikakuta wananchi ni wengi kama na wewe ulivyowakuta. Kwa hiyo tumefika na taarifa zilitolewa polisi, askari wakaja. Kwa hiyo ndio zoezi ambalo mnakuta linaendelea. Mimi naomba ningetoa rai kwa wananchi wawe, kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake, hasa kipindi hiki cha msimu wa kilimo. Kama tunavyoona tu hili tumetokea kwenye mahindi. Kwa hiyo haya mahindi yanaweza kama ni kivuli cha watu ambao wana nia njema kujificha na kufanya matukio. Kati yenu na nyinyi utampata haraka sana. Haki mama mnamjua kwamba anauza kitimoto. Alipotoka kazini pale alikuwa na nani, alikuja na nani mpaka kwenye mahindi haya. Kama mtu alimuona atoe taarifa tu pale kwamba bwana ni nani, honest ni fulani, na sisi polisi tuweze kufanya kazi.